Asante sana. Nafikiri mawazo yako na kazi unayoifanya pia ni kazi ya utumishi wa Mungu. Asante sana. Nafikiri mawazo yako na kazi unayoifanya pia ni kazi ya utumishi wa Mungu. Ni kazi ya utumishi wa Mungu kwa sababu hata Mungu pia anapenda tuwasaidie watu ambao ni ibada njema kabisa. Lakini nataka unieleze kidogo ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo mara kwa mara, kwa sababu ni rahisi kuzungumza lakini ni vigumu kuwafikia vijana kwa urahisi sana. Unafanyaje au changamoto zipi? Changamoto ni nyingi. Kwanza fedha, ili maokoto ni maokoto ishi. Yani inahitajika hela sana, hela nyingi sana, na nikwambie wafadhili sielewi kwa nini kwenye hizi NGO sasa hivi wafadhili hawatoi fedha. Umeona? Kwa hiyo unajikuta unatumia fedha yako wewe mwenyewe kwa ajili ya kuweza kuiendesha hiyo taasisi. Kwa hiyo na kwa kuwa tayari maji ushayavulia nguo, lazima uyaoge. Kwa hiyo tunapambana kwa wakati mgumu. Kwa hiyo sehemu ambayo itakuwa labda uajiri hata kama ni temporary wafanyakazi kama 5, 6, kwa hiyo itabidi kipindi ambacho unafanya ndio pale utakuwa unawapa hela ya siku, lakini huwezi kuwa na wafanyakazi wengi wa kuajiri moja kwa moja. Kwa sasa ni bado ngumu sana. Tumekuta kundi la wanawake sasa, nadhani wameshapata elimu kutoka taasisi yako, ukienda kwenye masoko, ukienda na sasa hivi kuna baadhi ya wanawake wapo wanaendesha bodaboda, wapo wanaendesha bajaji, na wapo wengine ni makondakta katika madadala ambapo tulizoea ni kazi za kiume. Lakini pamoja na hayo, unadhani umefanikiwa kwa kiasi gani wapa elimu wanawake nao wameelewa kwa kiasi gani kwa elimu yako unayotoa? Mimi kwa kweli ni mwandishi, niongee tu, mimi si muumini sana wa kupenda hata vijana wangu waendeshe bodaboda. Mimi sio muumini, sipendi. Kwa sababu yani tusijikite kwamba bodaboda ndio ajira kwa vijana wetu. Mimi hicho kitu nakikataa. Hawa bodaboda uwe mtaji anzia wao kusonga mbele kwa kuungana, wanaweza hata wakapata daladala, wanaweza wakaungana wakapata kitu kingine ambacho kikawasaidia wakaachana na hizi bodaboda. Sasa kwa kuwa tunajijengea ni mfumo, matokeo yake ni kweli inakuwa ni pesa rahisi. Kwa mtoto akimaliza darasa 7 tu hataki kuendelea tena, anaingia kwenye bodaboda. Umenifahamu? Kwa hiyo tunazidi kupoteza watoto kwenye fikra. Fikra ndo kila kitu kwa vijana wetu. Sasa tusipookoa hiki kizazi wakajua kujifikiria na kujua wako wapi, wanaenda wapi. Leo anaweza kuendesha bodaboda. Akipata ajali hapa kivunjika mguu, hamna naye kuja kumsaidia. Yule aliyompa ule mkataba anaondoka, hawana bima. Kwa hiyo mtoto anaendelea kuwa tegemezi tena kwa mzazi. Kwa hiyo mzazi anazidi kulea watoto mpaka siku za mwisho. Kwa hiyo mimi bodaboda sio muumini sana. Natoa elimu kwa wakidadada kwa kuwa sasa ndio hawana msingi. Tunafanyaje? Basi waanze na hiyo bodaboda, lakini fikra iwe kubwa. Wakishapata mitaji watoke waende kwenye ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa ng'ombe, yani wasijikite zaidi kwenye bodaboda. Kwa hiyo elimu natoa kwa watu wote. Mwenyekiti mkurugenzi anasisitiza sana, lakini mkurugenzi, tumeona una kundi kubwa la vijana pamoja na wanawake. Pia tumeona Mama Samia ametoa asilimia fulani kwa ajili ya mikopo nafuu kwa ajili ya makundi haya. Labda umepambana vipi au unatoa elimu gani kwa hiyo kuchukua kwa vijana pamoja na wanawake hela za mama, maokoto ya mama, ambayo wewe bila shaka ni mwanasiasa, ni mimi pia wa chama cha mikada wa Chama cha Mapinduzi. Hebu tueleze kidogo mikopo ya Mama Samia umepambana vipi? Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona kwamba vijana na wanawake wanahitaji hizo fedha, na ametoa kweli fedha. Sasa wale ambao wanazipokea zile fedha, ningeomba sana kama ni halmashauri, basi huu mchakato, yani mchakato, mtu anaomba hela leo anachukua miezi tena 9, hata thamani ya ile pesa hawezi kuiona. Kwa hiyo kama mama ametoa fedha, basi mchakato, yani usiwe ule mchakato wa kupitiliza. Na pia ungekuwa na utaratibu ambao mimi naona ungekuwa mwepesi sana kuliko huu wa sasa ambao wanafanya ofisi nzima ya mkuu wa wilaya watoke waje kuwakagua watu, wakati wangeza kupita njia rahisi tu za wale vijana na hizi taasisi zetu ziko nyingi, sio mimi tu.
Tuna NGO Ilala nyingi ambao zinafanya kazi na vijana ambao wanawajua vizuri, wangeweza wale kuwa wasimamizi wa wale watu. Na wale watu wangepewa hela kwa haraka na wangeweza kuzifanyia marejesho. Kwa huu mchakato mama ametoa hela, lakini je, walengwa wote zinawafikia? Hiyo sasa ndo tunatakiwa tuzifuatilie tuone. Mkueleza vizuri tu kwamba hela za watu wa Samia. Je, walengwa wenye usika wanazipata? Kama wanazipata, wanazipataje? Ameongea ni jinsi gani ambapo serikali wanaweza kufanya shortcut baada kwenda kwa mkuu wa wilaya, kwenda wapi, ameleza vizuri. Lakini mkurugenzi, kuna umeongelea sana swala maokoto. Labda taasisi yako inatoa elimu gani kuhusu kuheshimu nidhamu ya matumizi ya fedha, hasa haya makundi mawili, vijana pamoja na wanawake? Maana wanawake wengine wakichukua mikopo ndio kuna sehemu kubwa anaenda kununua vinyola, na vijana nao ndio wananunua zile vitu vingi. Labda hii elimu ya nidhamu ya fedha unatoaje kwenye taasisi yako, na kama umeitoa unadhani imesaidia kwa kiasi fulani? Kwa kweli imesaidia sana, elimu natoa. Na sasa hivi sitoi tu kwenye vikundi vya vikoba. Sasa hivi natoa elimu mpaka kwenye vikundi vya kufa na kuzikana. Jamani, tuna mitaji mingi lakini inatusubiri tufe ndio watu waje watoe hela. Wakati ile hela ambayo inakaa kwenye mkoba, ambayo inakaa tu benki, watu wangeweza kuizalisha, lakini mtu wana akaunti, kikundi kina milioni 50, lakini wanasubiri fulani afiwe na baba yake, afiwe na mama yake ndio aletewe pesa. Wakati ile milioni 50 wangeweza kuanzisha kitu chochote ambacho kingekuwa kinazidi kuzalisha kwenye kile kikundi. Kwa hiyo elimu naendelea kuitoa, na elimu ya biashara, elimu ya jinsi ya kutunza fedha. Kwenye taasisi yangu tunasimama vizuri sana na kuwaelimisha watu. Sasa wakati tunafikia mwisho, tumeona jinsi gani ambapo kuna taasisi mbalimbali za fedha, na pia kuna wafadhili. Tumeona wafadhili wanafadhili mipira, mabilioni ya hela, lakini wanasahau kundi ambalo unadongoza wewe, vijana na wanawake. Mfano makampuni makubwa wanaofadhili klabu kubwa za Simba na Yanga na Azam. Labda una neno gani kumkumbusha Mo, hata GSM pia, hata Azam, nini ya kukumbuka kwenye sehemu yako kupitia mazungumzo yetu? Kupitia mazungumzo yetu, wafadhili hao tunaenda, mimi nishapeleka barua nyingi tu za kuomba msaada. Mimi mwenyewe ni Simba Sports Club, naipenda Simba yangu, mnyama asili kabisa. Unasikia Mo? Mimi ni Mo, naipenda sana Simba. Lakini kwenye hizi taasisi nimeshapeleka, na sikuchagua, nimepeleka GSM, young people ipo kule, nimeshapeleka kwa ajili ya kuwasaidia hawa vijana kwenye elimu. Unaweza ukamtaka mtu atoke hapa aende Kilwa, lakini yule mzazi wake hata nauli ya kumpeleka kule na hela ya makazi, malazi ana, nimepeleka Pepsi wapi. Lakini kwa kweli watakuuliza wewe unanufaika na nini? Huyo mtu yeye akipata elimu unanufaika na nini? Lakini kupitia tatizo lililotukuta 2029, watu wajue kabisa vijana wanatakiwa wapate shughuli za kufanya. Kama hawajapata shughuli za kufanya, tunaunda kizazi ambacho litakuja kuwa bomu baya sana huko tunakoenda. Sasa wale walikuwa nataka kujua kwa nini nataka watu wakasome, nafikiri wataona watu wakiwa na elimu, wakiwa na shughuli za kufanya, na wakawa na uhuru wa kujieleza. Mimi nafikiri nchi yetu ni nzuri sana, na ni nchi salama kabisa ya watu kuishi na kuendelea kujipambania, kwa sababu uchumi upo, maisha yapo, na watu wakianzisha biashara hata ya karanga anapata pesa. Lakini watoto wanalia mitaji, mwisho wake wanaingia kwenye unga, wanaingia kwenye pombe. Sasa hivi kuna visungura, watoto wetu wanakuwa na kama makwashakoo, vitambi. Kwa kweli turudi kwa vijana wanateketea. Kwa mtu anaendesha bodaboda anakunywa kisungura, akimaliza anaenda kwenye kubeti. Kwa hiyo hata yule mzazi, sisi hatuzai kwa wao watupe, no? Lakini basi ajue ana chumba chake, ana maisha yake, anaenda kuoa, anazaa watoto. Sasa hivi hamna. Basi kwa kumalizia tena, Mheshimiwa, tumeona katika ziara ya katibu wa jumuiya ya wazazi Ilala, Bwana Mtiti Mbasa akifanya ziara zake, lakini tulifika kwenye kata ya Ukonga ambapo naamini wewe
ndio kata yako, ndio umezalia hapa, mambo yote yameanzia hapa, lakini tukakuta umepewa cheti cha pongezi kwa kusthamini mchango wako. Labda ulijisikiaje baada ya kusikia na kupewa kile cheti kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini kwenye upande wa jumuiya ya wazazi? Na wewe ukiwa kama mzazi, umeelezea mambo mengi unavyopambana na vijana wako, unapambana na wanawake vijana, unapambana kweli kweli. Nini ujumbe wako? Nashukuru sana, nimejisikia furaha na nimefurahi kwa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ilala kutambua mchango wangu kama mwanachama wa CCM, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa wazazi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tunajitoa kwenye michango, tunashirikiana vizuri. Kwa hiyo kama viongozi wanakiona wewe unastahili kupata cheti, lazima uwashukuru. Nawashukuru sana, namshukuru sana katibu wangu Mtiti. Asante sana kwa kuona utendaji wangu katika wilaya yangu. Asante sana. Kwa mwaka 2026 na waomba sana vijana wawe na fikra. Fikra ndio kila kitu kwa vijana wetu. Wasirahisishe maisha kwa kuwa wanapata shilingi moja ya kula leo. Maisha ni kesho. Kwa hiyo nawasihi sana vijana 2026 waitumie vizuri, kwa sababu kuna fedha nyingi zitakuja, naamini zitafika chini. Basi wawe na fikra ya kubuni vitu vingi vipya, isiwe bodaboda na bajaji. Wawe na fikra ndio kila kitu.